tabasamu laonyesha wazi kwamba uko shwari. Kutoka kwa waziri. Ndio. Huko nyuma wengi labda walikuwa hawana ufahamu na Eliud Owalo, labda kama walipatana naye kibinafsi. Ndio. Lakini waziri, kisha ukaelekea zao kwenye ikulu. Ndio. Kipi kinakutoa pale bwana? Si ni kuzuri pale kwenye ikulu? Uko kwenye ikulu ba? Unajua, mimi sikukuwa kwa serikali kutafuta maarufu ya kibinafsi. Nilikuwa kwa serikali kuhudumia Wakenya. Na Wakenya wamenieleza kwamba wanataka meneja ambayo anaweza linda mali ya raia na mali ya nchi yetu. Kwa sababu wanalalamika kwamba kila mara wakati wa kampeni wanapewa ahadi nyingi na wanasiasa. Na wanasiasa wakaingia kwa serikali, unakuta kwamba sasa wanawachwa kwa mataa na wanabaki kwa mzunguko mbaya wa umaskini. Ndio. Kwa hivyo wanasema kwamba mimi kulingana na track record yangu kwa sekta ya kibinafsi kabla wakati nilikuwa sijaingia kwa serikali, na vile vile kwa serikali, wanaona kama mimi ni mtu mwaminifu. Na mtu ambayo anaweza kushughulikia changamoto zile ambazo zinakumba mwananchi ya kawaida, hasa ukosefu ya pesa kwa mfuko na chakula kwa meza. Ndio. Mtu anaweza kusema huyu alikuwa kwenye serikali chini ya Rais William Samoei Ruto. Vile vile akaenda kufanya kazi pale chini yake. Sasa ameona dosari gani kiasi ya kwamba yeye pia anataka hiyo nafasi? Manake naamini wewe unataka urais, sio? Sasa unataka kukosoa huyu hata kabla awamu ya kwanza haijaisha. Wajua, lengo langu kuu ni kuongoza ukombozi ya Kenya, ya nchi yetu ya Kenya la tatu. Ukombozi la tatu na ambayo ni ya kiuchumi. Ndio. Katika nchi yetu ya Kenya tumekuwa na ukombozi aina mbili. La kwanza ilikuwa ile ya independence. La pili ilitutoa kwa single party dictatorship na ikaituingiza kwa multi party democracy. Ile ukombozi ambayo imebaki ni ukombozi ya kiuchumi. Hapana ya kisiasa. Ukombozi ya kiuchumi. Na mimi niko tayari kwa vuguvugu la ukombozi la tatu, nikiwa kwa mstari wa mbele, na hii ndio imefanya nitike matakwa ya Wakenya ili nigombanie kiti cha urais ya nchi yetu kwa uchaguzi wa mwaka wa 2027. 2027 uko kwenye debe. Ndio. Asante sana kwa kuja hapa Bahari FM. Tunaangazia sana masuala ya eneo la Pwani. Tumetangulia kwenye utangulizi hapa. Mara nyingi kumekuwa na malalamishi, lakini sasa hivi nadhani kuna moja ama mawili ambao wanaweza kujivunia. Waziri kadhaa wanatoka katika eneo hili. Ndio. Lakini Eliud Owalo, unapotaka kuwania urais mwaka 2027, unasema unataka kuleta mageuzi ya tatu katika taifa letu la Kenya. Ambayo yanaweza kupeleka taifa hili mbali hata zaidi, sio? Hata si ajabu mbali zaidi ya Singapore. Pwani unaweza izungumziaje? Kwa maoni yangu, chini ya serikali yangu, ajenda yangu ya maendeleo ya Pwani ni kulenga haki za umiliki wa ardhi. Tumekuwa na matatizo hapo. Na vile vile maendeleo ya miundo mbinu, viwanda katika vyanzo vya maligafi. Na kukuza uchumi wa blue. Na vile vile kurekebisha mnyororo wa dhamani na kuwapa vijana uwezo kupitia ajira. Hiyo ndio lengo langu kuu kwa Wapwani. Kwa hivyo serikali yangu, nikichaguliwa kama rais, serikali yangu itasuluhisha tatizo la watu kwenye ardhi ya mababu bila hati. Na vile vile serikali yangu itaboresha bandari za bahari, viwanja vya ndege, mabwawa na barabara. Na itakuza matumizi endelevu ya uchumi wa blue, ikiwa na pamoja na rasilimali za baharini na utalii wa mazingira
na kukuza mnyororo wa dhamani kama vile korosho, mnazi na kukuza utalii. Ni mambo unayopatia kipaumbele. Ndio. Na vile vile kwa mfano uko upande ya Kwale. Kwale ina utajiri wa rasilimali, lakini umaskini unaendelea kuelekea mbele. Kwa serikali yangu, Kwale lazima isitishe kuuza utajiri wake ghafi na kuagiza umaskini. Asante sana. Hebu zuia hapo. Zimesalia dakika 4 kutimu saa 2 ndio tutakuwa tunajitosa rasmi katika mjadala wetu wa leo, lakini tayari tulikuwa tumeanza kugusia msikilizaji. Iwapo unafungua redio yako kwa sasa, ndani ya studio tupo na mgeni Mheshimiwa Eliud Owalo. Tayari ameshatangaza nia na azma yake ya kuweza kuikomboa Kenya. Anasema kutoka kwa minyororo ya kiuchumi. Kenya imepata ukombozi mara kadhaa, lakini mara hii anasema kwamba ni katika minyororo ya uchumi. Yes, na kuleta mageuzi na ukombozi wa tatu katika taifa letu. Katika hizi dakika 2 mheshimiwa, tulikuwa tumeanza kuzungumzia kuhusiana na ajenda ulionayo katika eneo hili la Pwani. Ndio, na nimesema kwamba mimi naelewa matatizo za coast za Pwani. Kwa mfano huko Kwale ina utajiri wa rasilimali, lakini umaskini inaendelea kuelekea mbele. Chini ya serikali yangu, Kwale lazima isitishe kuuza utajiri wake ghafi na kuaguza umaskini. Eneo hiyo tuko na mineral deposits za titanium kwa mfano. Na unakuta kwamba zile makampuni ambazo zinachimba hiyo titanium wanatoroka na pesa. Mimi nataka kwa serikali yangu tutageuza sheria na policies za mining sector ili 60% kama ni iko chini zaidi 60% ya pesa ambayo inatokea kwa madini zinabaki kwa wenye ardhi. Ukielekea upande ya Lamu iko katika eneo la kimakati, lakini haijaendelezwa kiuchumi. Chini ya serikali yangu, Lamu lazima iwe kituo cha vifaa na uchumi wa blue badala ya kuwa sehemu ya usafirishaji tu. Tukielekea upande ya Mombasa, unakuta kwamba port ya Mombasa inakabiliwa na shida ya kupungua kwa ushindani. Unakuta kwamba port ya Dar es Salaam sasa iko juu hata kuliko port ya Mombasa. Hiyo ni kumaanisha kwamba wafanyabiashara watatoroka port ya Mombasa waelekea upande ya Dar es Salaam, na watu wa Pwani watapoteza pesa hapo. Chini ya serikali yangu, Mombasa itakuwa uchumi wa usafirishaji na uchumi wa uzalishaji kwa pamoja. Nitashughulikia hiyo. Tukielekea upande ya Taita Taveta inakabiliwa na umaskini mkubwa licha ya utajiri wa maliasili. Chini ya serikali yangu nahakikishia wapwani kwamba watu wa Taita Taveta kwamba tutahakikisha kwamba Taita Taveta itabadilisha rasilimali kuwa utajiri na ajira kwa njia ya kuongeza thamani ya kaunti ya Taita Taveta. Upande ya Tana River, chini ya serikali yangu, Tana River itahama kutoka uchumi wa kujikwamua kwenda kwenye uchumi wa uzalishaji. Na vile vile tuko na matatizo huko Kilifi, matatizo 3. Kilifi inakabiliwa na shida 3 za kimuundo za ardhi, kilimo na umaskini. Chini ya serikali yangu tutasuluhisha changamoto ya ardhi, na vile vile tutafungua mikono ya mikrobo, na tutaongeza uzalishaji na tutaunda ajira eneo la Kilifi. Asante sana. Ni Eliud Owalo. Nadhani tutakuwa tunaendelea katika awamu ijayo. Naamini umegusia katika kaunti zote katika eneo letu la Pwani. Ni saa 2, wacha tumpishe Lukman Mahmud alafu tutakuwa tunaendelea. Tutakupatia fursa msikilizaji baadaye ya kuuliza swali na kutoa mchango wako. Ni saa 2 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa muziki mzuri, vipindi vyenye mnato, habari za utendeti na kuaminika. Bahari FM, nuru ya roho. Bahari FM, nuru ya roho. Muktasari wa wimbi la bahari na Lukman Mahmud.
Sambili asubuhi hujambo na karibu. Wakati mchakato wa kisiasa sasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao ukipamba moto, rai imetolewa kwa wananchi kudumisha amani na kutojiingiza katika vita vya maneno ambavyo vinaendelea kwa sasa kati ya wanasiasa nchini. Katibu wa muungano wa viongozi wa kidini mjini Hola, kaunti ya Tana River, Richard Osoro, anasema licha ya Wakenya kushabikia mirengo tofauti ya kisiasa, hilo halistahili kuwa kigezo cha kuanzisha vurugu kwenye mikutano. Kupasha wa vipande. Ni wakati wa kuyaweka wazi masuala muhimu yanayotuhusu. Hatuwe kwa sababu ni rafiki ya rais atuvue bozi yangu. Karibu tuyachanganue. Mkono wa serikali hausaidii mtu kulea mtoto wake. Tuyatathmini hii mambo ya kutishwa ndani ya mjadala leo. Ni Kuzacha awamu ya mwisho na Eliakim Mwachoni na Emma Marevu. Bahari FM, nuru ya roho. Nuru ya roho. Dawizi nyimwa title deed. Hawa wanaitwa vijana barubaru na Sanapei Tande, wanasema liwe liwalo ama ukipenda liwalo ni na liwe. Nimemsikia mheshimiwa Owalo akisema liwe liwalo ni Owalo. Ala. Wakenya ndio wanasema si wewe unasema. Hapana. Yaani lolote litakayotokea Wakenya wenyewe. Hiyo ni kuonyesha kwamba wana imani kwangu. Sasa tunapozungumzia kusema Wakenya na ndio wale ambao unawalenga katika azma yako. Ndio. Labda ajenda yako ya kitaifa kwa Wakenya kwa ujumla ni gani? Emma, unajua Wakenya wanalalamika kwamba kila mara wakati wa uchaguzi wanapewa ahadi nyingi na wanasiasa. Naam. Na wanasiasa wakiingia kwa serikali wanawacha Wakenya kwa mataa. Wakenya wanabaki kwa mzunguko mbaya wa umaskini. Yes. Kwa hivyo wanasema kwamba hawana imani na hawa wanasiasa wakongwe ambao wamekuwa kwa serikali ama kwa siasa kwa zaidi ya mwaka 30. Wanasema wanahitaji sura mpya. Sura ya mtu mwaminifu, mtu ambayo ni manager. Hapana mwanasiasa, ambaye mtu ambaye anaweza shughulikia changamoto zile zinakumba mwananchi wa kawaida. Na changamoto hizo ni mbili. Moja ni ukosefu ya pesa kwa mfuko. La pili, Wakenya hawana chakula kwa meza. Na mimi niko na suluhu ya hizo changamoto mbili. Suluhu ya kupambana na hizo changamoto mbili. Hapana yule suluhu wa Tanzania. Naam. Sasa wacha tuanzie shida ya ukosefu ya pesa kwa mfuko. Hii inatokana na ushuru ambayo iko juu. Unakuta kwamba ushuru kulingana na mapato ya Wakenya. Ushuru iko juu na sasa wakilipa ushuru hakuna pesa wanabaki nayo. Hii ndio inaleta hii shida ya ukosefu ya chakula. Chini ya serikali yangu nitapunguza ile ushuru ya income tax kutoka 85% mpaka 20%. Vile vile ile ushuru ya VAT ndio inafanya bei ya bidhaa zinakuwa juu. Cost of living inakuwa, gharama ya maisha inakuwa juu. Chini ya serikali yangu tutapunguza ushuru ya VAT kutoka 16% mpaka 10% kwa 100. Vile vile tuko na ile ushuru inalipwa na wafanyabiashara wale wako na mapato. Tutapunguza hiyo corporate tax kwa 5%. Na tuko na ushuru ya kidijitali pia. Hiyo tutatupilia mbali na tuzike katika kaburi la sahau, kwa sababu kwa maono yangu hapo kwa dijitali ndio tuko na nafasi ya kusaidia vijana wetu na wasichana wetu kupata kazi na vile vile kufanya biashara kwa mtandao. Kwa hivyo hiyo ushuru tutatupilia mbali. Maneno ya pili ni shida ya deni la umma. Deni la umma haitakikani iwe uchungu ya kibinafsi kwa Wakenya. Hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo kwa sasa. Wakenya wako na uchungu kutokana na deni la umma. Na unakuta kwamba hizi deni ambazo zilikopwa hapo mbeleni na bado tunalipa mpaka kwa sasa.
chini ya serikali yangu nitakomesha maneno ya kukopa deni kiholela. Tutakopa tu deni kwa ili tushughulikie project zile ambazo zinaleta manufaa kwa Wakenya na projects ambazo zinajulikana. Kwa sasa unakuta kwamba tunakopa deni na hizi madeni zinaingia kwa projects ambazo watu binafsi, wale wakuu hawako kwa serikali, ndio wanapata mapato kwa hizo projects. Mtu wa kawaida hapati nini? Hapati faida. So, kwa hivyo mimi nitakuwa na kitu inaitwa zero budget deficit. Ile pesa tutakuwa nayo ndio tutatumia. Tutakata nguo yetu kulingana na size yetu. Hii serikali iliyoko kwa sasa ilisema Mkenya lazima aumie kidogo kwa sababu ya hayo madeni, kwa mfano unayoyazungumzia, na kwamba katika kutozwa huu ushuru ili angalau tuepuke kuendelea kukopa. Lakini deni tulikopa kufanyia nini? Chini ya serikali yangu mimi nitafanya audit ya deni zote ambazo tumekuwa nazo kama nchi. Tujue hizi deni zilikopwa kutoka wapi, na tukatumia kwa maprojects gani, na kama itajulikana ama kama tutagundua kwamba kuna watu wachache ambao wamepata faida kulingana na projects kwenye tumetumia pesa ya deni, hao watu watashtakiwa. Kwa sababu hiyo ni ufisadi. Na vile vile hapo maneno ya ufisadi mimi nitapambana nayo kikamilifu. Unakuta kwamba pesa inaporwa kwa serikali na wale wanafanya kazi kwa serikali. Unakuta kwamba mtu ni accounting officer kama PS kwa mfano, ama mtu ni procurement officer. Unakuta kwamba wameanzisha makampuni zao huko nje, na wameweka watu kuwasimamia. Na hizi makampuni ndio zinapewa kandarasi za serikali. Halafu zinalipwa. Zikishalipwa unakuta wanafuata pesa huko nje, wanadivert pesa kwa kutumia kwa mahitaji za kibinafsi. Na projects za serikali zinafanya nini? Zinakwama. Mimi nitapambana na hiyo. Na vile vile nitafanya digitalization za huduma zote za serikali ili kuhakikisha kwamba maneno ya uparaji ya mali ya raia inarudi chini. Kwa mfano, wakati nilikuwa waziri wa ICT, niliingia kwa hiyo wizara nikakuta kwamba kama huduma 350 peke yake ndio zilikuwa kwa mtandao. Nikapambana na hiyo, nikashughulikia mpaka wakati nilikuwa natoka baada ya mwaka 1.5 tulikuwa na zaidi za huduma za serikali 20,000 kwa mtandao. Na hiyo ilituwezesha kutoka kwa shilingi milioni 60 ambayo tulikuwa tunarokota kama revenue kwa kila siku, tulikuwa sasa tuna uwezo ya kupata karibu shilingi bilioni 1 kwa siku kupitia nini? Kupitia ushuru. Hiyo ni kumaanisha kwamba tukifanya digitalization tutazuia uwizi ya pesa kutoka kwa serikali. Kwa hivyo mimi nitahakikisha kwamba procurement processes zote za serikali zitakuwa kwa mtandao. Labda nikuulize swali moja, manake umezungumza kuhusiana na kwamba lazima tukate ile nguo kulingana na size yetu. Ndiyo. Na ukasema kwamba hiyo labda itusaidie sana kuepuka madeni, lakini nafikiri hata katika nyumba zetu binafsi tunachukua mikopo. Ndiyo. Na nafikiri sijui kama utakubaliana nami kwamba tatizo ni kuchukua madeni ama tatizo ni matumizi ya pesa. Na sasa wacha nikuulize. Naam. Si unachukua mkopo kulingana na mahitaji ya familia, si ndio? Ndio. Shida ambayo mko nayo kwa familia. Kwa nyumba, naam. Unachukua mkopo na unashughulikia. Yes. Sasa ukienda uchukue mkopo, tuseme kwa mfano uchukue mkopo alafu unanunua gari na chakula hakuna. Sasa hiyo ni akili aina gani? Kwa hivyo shida unasema ya taifa si huna matatizo na kuchukua madeni, tatizo ni matumizi ya pesa. Matumizi ya pesa ndio shida. Na mimi kwa maoni yangu, tukiwa na mpango mzuri tunaweza kuwa na pesa ya kutosha hapa nchini, ambayo itatosha kushughulikia maendeleo na vile vile kuhudumia mahitaji ya kawaida kama recurrent expenditure kama kulipa mshahara. Yes. Ile kitu inayotakikana tufanye ni kuhakikisha kwamba wakati wa budget tunasukuma pesa mahali wananchi wengi wako.
Kwa sasa tuko na wananchi karibu milioni 85 wa Kenya, karibu milioni 85 ambao wamefika kiwango ya kulipa ushuru. Lakini wale wanalipa ushuru ni milioni 9 peke yake, kwa sababu hawa wengine hawana mapato. Tukisukuma pesa mahali wa Kenya wengi wako, tuseme mahali wakina mama wako wapate namna ya pesa ya kufanya biashara, mahali vijana wako wapate pesa ya kufanya kazi yao ya jua kali, tutaingiza hawa kwa kikapu ya mapato. Na vile vile wakiingia kwa kikapu ya mapato, wataingia kwa kikapu ya kusanya nini? Ya kulipa ushuru. Kwa hivyo tunaweza punguza ushuru vile nilikuwa nimesema hapo awali. Na tubaki na pesa ya kutosha ya kushughulikia mahitaji zetu kama nchi. Umesema mpaka kuwe na mpango mzuri. Ndio. Ni kipi kwa mfano sasa hivi kinachozuia huu mpango mzuri usiwe? Wapo washauri, wapo mawaziri, wapo viongozi wengi, hata wewe umekuwa katika hii serikali, na hata kama uko katika habari na mawasiliano ulikuwa pale. Lakini kuna kitu kinaitwa collective responsibility. Labda ungekuja na kutoa baadhi ya mapendekezo haya unayoyasema. Kuna utafiti wa karibuni kutoka kwa Cigna Healthcare Middle East and Africa unaosema 87% ya Wakenya sasa hivi wanapitia matatizo ya kifedha na kiakili, kwa sababu fedha zikikosekana na hali ikiwa ngumu, stress inaingia. Ndio. Shida iko wapi? Kwa sababu 87% ni karibu Kenya nzima. Labda hii 1% iliyosalia ni kama kina Mheshimiwa Lidoalo, wale walioko wazito pale juu. Karibu Kenya wote ambao, yani tuseme ni karibu kila Mkenya analalamika. Unakuta na unalizungumza linakaa rahisi sana mheshimiwa. Sijui linaweza kutekelezwa vipi. Unajua shida ambayo tuko nayo ni kwamba uchumi, labda Kenya kama nchi unakuta kwamba uchumi inasonga mbele, tunapata mapato zaidi, economic growth, lakini pesa inaenda kwa watu mfuko ya watu wachache. Wengi ya Wakenya pesa hiyo haifiki kwa Wakenya wengi. Hiyo ndio inatakikana tubadilishe. Tubadilishe ili tusukume pesa kwa mahali Wakenya wengi wako. Sasa hii pesa iko kwa mkono ya watu wachache. Uchumi inaweza kuwa uchumi inasonga mbele, lakini hiyo pesa ambayo tunarokota inaenda kwa mfuko ya watu wachache. Kuna tofauti kati ya economic growth na economic development. Tunaweza kuwa na economic growth lakini hatuna economic development. Economic development lazima iwe na rise kwa standard ya living ya wananchi ya kawaida. Hiyo hapo ndio tumekosea. Hatujashughulikia vizuri. Lazima tuwe na equitable distribution of wealth. Pesa iende kila mahali na Wakenya wote. Sio ati pesa inaenda kwa mkono ya watu wachache ama mfuko ya watu wachache. Uko na mpango wa kushughulikia huo ufisadi? Niko na mpango ya kushughulikia ufisadi. Na asa nikiingia tu kwa serikali hivi kama rais, nitafungua upya uchunguzi ya kesi ya ufisadi zote kwa wakati wa katiba letu la sasa. Kuanzia mwaka wa 2010 mpaka sasa. Ili Wakenya wajue wale wamepora mali ya raia ni wakina nani, na hiyo pesa wametumia kwa njia gani. Tutafanya forensic audit ili tufuate hizi mali wametumia kutokana na proceeds za ufisadi. Tutafanya siza ya hizo mali zote ili hizo mali zote zirudi kwa raia. Ni Mheshimiwa Eliud Owalo na wania urais katika uchaguzi wa mwaka 2027. Mikakati yake, sera yake na kile ambacho anataka kufanyia Mkenya anakifafanua na kukieleza ndani ya Bahari FM. Hebu mheshimiwa nielezee kuhusiana na namna county mbalimbali zinavyoendesha shughuli zake. Sasa kuna ule swala la usawa wa maendeleo. Kwa sababu county ni 47 kiwemo jiji kuu la Nairobi. Maana hapo ndo kuna changamoto zapata katika county fulani, kila mtu ana rais wake wa county ambaye ndiye gavana. Lakini unapokuwa kule juu kama rais,
hili ni taifa lote na liko chini yako. Ndio maana mivutano huwa inaibuka katika mabunge ya kitaifa ama kutoka kule kwa Senate, kila mmoja akijaribu mgao ushuke hivi. Sijui una mtazamo gani kuhusu usawa maendeleo kati ya kaunti mbalimbali nchini Kenya na malengo ulionao na kuhakikisha kwamba angalau Kenya inaweza kufaidika zaidi na ugatuzi? Katiba inasema waziwazi kwamba tuko na serikali ya aina mbili, serikali kuu na hizi maserikali za ugatuzi. Na katiba vile vile inasema kwamba hizi serikali mbili lazima ziwe independent of each other. Yes. Lakini dependent on each other. Shida ambayo tuko nayo kwa sasa ni kwamba unakuta kwamba kuna functions ambazo zimekuwa devolved, lakini pesa ya kushughulikia ambayo inahitajika kushughulikia hizo functions ambazo zimekuwa devolved bado iko kwa serikali kuu. Kwa mfano unakuta health iko devolved, agriculture iko devolved, lakini unakuta pesa nyingi bado inabaki kwa serikali kuu. Yes. Chini ya serikali yangu nitafanya kazi kwa ukaribu na parliament na vile vile Commission of Revenue Allocation. Yes. Na Controller of Budget. Yes. Ili tuhakikishe kwamba kama iko chini zaidi 85% ya pesa ya fedha ya nchi yetu iende kwa serikali za ugatuzi. Lakini vile vile kwa maono yangu sisi kama wa Kenya pia lazima tubadilishe mtendo wakati wa uchaguzi, kwa sababu tumekuwa tukichagua viongozi mbaya kwa hizo maserikali za county. Naam. Unakuta mtu ameiba pesa kutoka kwa serikali kuu. Ikifika wakati wa uchaguzi, mtu anakimbia huko chini, labda anatafuta kiti ya ubunge ama anatafuta kiti ya governor, alafu wananchi wanamchagua. Yes. Mtu kama huyo haifai awe kwa kiti yoyote kwa serikali yoyote kama kiongozi. Naam. Inatakikana awe kamiti. Huko ndio nyuma yake mahali inatakikana afanye nini? Aishi. Lakini unakuta Wakenya wanachagua mtu kulingana na uzito ya mfuko yake. Hapo pia ndio tunakosea kama Wakenya. Kwa hivyo mimi ningeomba kwa unyenyekevu wa Kenya, hii uchaguzi inakuja hii ya mwaka wa 2027. Tuchague viongozi bora. Sio bora uongozi. Okay. Yeah? Kama tunataka mabadiliko ya ukweli, tuchague uongozi bora na tupime hawa viongozi kwa maratili, tujue track record yao ni vipi. Tuchague wale wako na uwezo ya kusimamia maslahi ya wananchi na vile vile mali ya nchi. Bila shaka swala lingine ambalo linaendelea kujiri, kabla labda tuangalie mawili matatu kutoka kwa msikilizaji, masuala ya vijana. Umeona sasa vijana wameanza kujitokeza kusema kwamba wanachukua kura, na mara nyingi vijana wamekuwa kilalamika swala la ukosefu wa ajira. Nafikiri limekuwa mojawapo ya vijana kuweza kulalamika. Wengine nafikia mahali paka wanajiingiza katika madawa ya kulevya. Ndio. Na vijana hawa wamekuwa wakisema kwamba tunataka mageuzi ya uongozi kama ulivyoweza kusema. Na nafikiri wengine wakasema kwamba uongozi wa kijana si kesho, ni leo. Sasa. Sijui kama una ujumbe gani kwa vijana ambao ni kama wamechoshwa, wanasema kwamba kuna generation ambayo hapana, lazima iweze kutoka katika uongozi ili vijana waweze kuchukua hatamu. Si walaumu, kwa sababu hiyo frustration ya vijana inatokana na uongozi mbaya ambayo tumekuwa nayo kwa nchi yetu kuanzia independence mpaka sasa. Mimi ningeomba vijana watumie hii fursa ya tuko nayo sahihi, kwanza kuajilisha kama wapiga kura. Wale ya kwanza hawana kipande, watafute kipande. Naam. Alafu wajiandikishe kama wapiga kura, ili ikifika wakati wa uchaguzi wa 2027 wachague viongozi ambao watasimama na wananchi, viongozi ambao watashughulikia mahitaji ya wananchi. Na hii mabadiliko ya ukweli hatuwezi kuwa na mabadiliko ya ukweli kama vijana wenyewe hawapigi kura, kama hawana kura. Kulalamika tu, lakini ikifika kwa wakati wa uchaguzi hawapigi kura, hiyo kwa maoni yangu ni kazi ya bure, kwa sababu hatuna njia nyingine. Lazima wapige kura na wachague viongozi bora kuanzia chini, kiti ya MCA, mbunge, women rep, senator, governor mpaka urais.
wachague Owalo, kwa sababu Owalo akona suluhu ya zile matatizo zinakumba vijana. Mkenya, Mkenya Emma ameniuliza changamoto zile hasa changamoto ya ukosefu ya kazi kwa vijana. Mimi niko na mpango hapo. Moja ni kidijitali. Tukifanya mpango vizuri, tunaweza saidia hawa vijana kwanza kupata masomo ya kidijitali. Alafu tuwaunganishe na makampuni kubwa kubwa kwengineo duniani ili wafanye kazi za kidijitali. Siku hizi kazi zile za kukaa kwa ofisi zimekuwa chache ama haziko tena. Naam. Mahali tuko na kazi pumni mzima ya kusaidia hawa vijana ni kwa mtandao. Na hii itatuwezesha kusaidia hawa vijana kufanyia kampuni za nje wakiwa kwa mashinani huko. Si lazima wakuje Nairobi ama waende Mombasa ama waende kwa miji zingine kubwa kubwa ndio kutafuta kazi ambazo haziko. Kwa sababu ile kitu inahitajika ni wawe na masomo ya kidijitali, alafu tuwasaidie na makompyuta, tuwaunganishe na hizi makampuni wafanye kazi wakiwa hapo wakiwa hapo mashinani. Hii ni moja ya zile mpango ambayo nilianzisha wakati nilikuwa kwa wizara ya ICT. Naam. Na vile vile njia ingine ya kusaidia vijana ni kwa upande ya michezo. Hapo pia tuko na uwezo ya kusaidia vijana kulingana na talanta ambayo wako nayo. Tuseme kandanda kwa mfano. Tunaweza saidia vijana wetu na wasichana wetu upande ya kandanda. Kandanda leo ni biashara kubwa. Si kama zamani. Kandanda leo ni biashara kubwa. Unakuta kwamba tuko na hapa Afrika tuko na wachezaji wanapata pesa nyingi sana kwa wachezaji wa kandanda. Lakini hapa tutawasaidia tukiwa na mpango kabambe kuanzia chini. Msingi lazima hatuwezi jenga kandanda tukianza juu. Lazima tuanze na chini. Katika serikali yangu tutakuwa na talent centers. Tutajenga talent centers ili tugundue talents ambazo ziko kwa vijana yetu na wasichana wetu bado wakiwa wachanga. Ndio tuwaimarishe, alafu tuwaunganishe na vilabu za huko nje. Kwa mfano wakati wa CHAN tulikuwa na mchezaji hapa alikuwa anaitwa Ogam. Mascouts kutoka nje walimuona hapa. Kwa sasa anacheza wapi? Austria. Hapo mbeleni tumekuwa na wachezaji kama Oliech alienda akacheza Ufaransa. Na vile vile Wanyama akacheza Uingereza. Na vile vile Olunga anacheza wapi? Nchi za Kiarabu kwa sasa. Na wanapata mapato kubwa. Hii ni njia moja ya kusaidia vijana wetu. Siku hizi dunia imebadilika, si lazima usome mpaka ufike university ndio upate kazi ama uwe na namna ya kuishi. Michezo ni moja ya hizo njia ya kusaidia vijana wetu na wasichana wetu ya kupata mapato kubwa. Nilikuwa nikuulize hilo baadaye, lakini kwa sababu umeligusia la michezo. Ndio. Hayati Raila Odinga alikuwa patron wa Gor Mahia, wewe ukawa naibu. Sasa hivi wewe ndiye patron wa Gor Mahia rasmi. Ndio. Na unajua wakati alikuwa patron, mimi nilikuwa deputy. Ndio. Na mimi nimekuwa mfuasi wa kandanda na vile vile mshabiki wa Gor Mahia kuanzia mwaka na 82 mpaka kwa sasa. Na nimekuwa nikisaidia hiyo timu ya Gor Mahia kwa muda mrefu. Sasa mimi ndio patron ya Gor Mahia. Lakini nimekuwa nikishughulikia timu zingine pia. Sio Gor Mahia peke yake. Ukuliza Dan Shikanda ambaye alikuwa chairman, mwenyekiti wa AFC Leopards. Ndio. Atakueleza kwamba wakati alikuwa mwenyekiti wa AFC Leopards, nilisaidia AFC Leopards kwa njia nyingi. Ukiliza mtu kama Simanyula ambayo ni mwenyekiti wa Kakamega Homeboys, atakwambia nimesaidia hiyo klabu ya Kakamega Homeboys. Ukienda upande ya Bungoma huko, ulize Evans Kadenge, mtoto wa mzee Kadenge, Joe Kadenge mwenyewe, ambayo sasa ndio msimamizi wa hiyo klabu ya Nzoia Sugar. Atakueleza nimesaidia klabu ya Nzoia Sugar. Hata Bandari ukiuliza Kibwana ambayo ndio CEO ya Bandari FC
atakueleza kwamba nimekuwa nikifanya na yeye kwa njia ya ukaribu sana. Hata hii msimu ile imeanza hii, yeye ndiye alinipa yule goalkeeper wa Harambee Stars anaitwa Brian Omondi. Tukamuunganisha na Gor Mahia. Okay. Ukienda upande ya Vihiga, uongee na Gavana Karanga ambayo ni msimamizi wa timu hiyo ya Vihiga United, atakueleza nimesaidia hiyo timu. Unavyozungumza na hata mwalimu Indimuli atakueleza nimesaidia timu ya Vihiga United. Kwa hivyo mimi niko na experience nyingi kwa mchezo ya kandanda. Na unaweza kuleta mabadiliko katika michezo. Ndio. Kwanza chini ya serikali yangu. Okay. Lazima Kenya ifuzu kwa mchuano wa Africa Cup of Nations na vile vile kwa mchuano ya ulimwengu. Kutokana na plan ambayo nitaweka. Lazima tufuzu kwa Africa Cup of Nations 2028 na vile vile tuhusu kwa mchuano wa ulimwengu wa mwaka wa 2080. Unavyozungumza wewe lazima kule England lazima uwe shabiki wa Manchester United. Sasa nikuulize hili. Mkenya amekuwa na maswali mengi. Usinijibu hilo la Man United, si lazima. Kuhusu na kosa imani. Unaelewa kabisa kuhusiana na tume ya uchaguzi humu nchini. Kila baada ya uchaguzi. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Tuna tume mpya. Rastas Ethekor. Ndiye nahodha mwenyewe pale. Una imani na hii tume unapoenda kuwania urais 2027? Unajua ile kitu inatakikana tuwe na imani nayo ni process ya kufanya election. Hapana wale wanasimamia uchaguzi. Kwa maoni yangu, sioni haja ya kusafirisha matokeo ya uchaguzi kutoka polling station mpaka Bomas ndio tufanye hesabu hapo Bomas. Kwani Bomas? Uchaguzi uliopita si tulikuwa na Bomas. Sasa hivi na Bomas. Hata kama tutakuwa na KICC ile ya mwaka wa 2007. Mimi sioni haja ya kuwa na National Tallying Center. Kwa sababu katiba inasema waziwazi kwamba kura itahesabiwa kwa polling station. Na mimi kwa maoni yangu, kama kila mgombea urais ako na agent yake kwa polling station kote ni chini, tuhesabu kura kwa polling station, alafu tufanye hesabu ya kura zimetoka kwa polling stations kwa nchi nzima, alafu tupate nini? Tupate total. Tutakuwa na agents ya presidential candidates hapo, tutakuwa na civil society hapo, tutakuwa na international observers hapo, donor community hapo. Alafu tunafanya nini? Tunajua nani ameshinda uchaguzi. Kwa hii nini ya sasa ya kidijitali, tunapiga hesabu, tunajua ni nani ameshinda. Wale wataweza tangazo hata katika siku ile ya kwanza tu. Si ndio? Lakini mimi sioni haja ya kuweka kwa sheria ati mtu mmoja ndio ako na uwezo ya kutangaza ati Owalo ndio ameshinda. Hapana, inatakikana iwe wazi kulingana na sheria ni nani ameshinda. Lakini kulingana na katiba ya sasa, kama chairman ya Electoral Commission hajatangaza ni nani ameshinda, hii ndio inaleta tension kwa inchi. Ati tunangoja mtu mmoja atangaze ati fulani ndio amefanya nini, ameshinda. Mimi sioni haja ya hiyo National Tallying Center. Tunataka tuende kwa msikilizaji katika muda mfupi ujana, tupitie baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa hapa, lakini tusije tukaisahau elimu pia. Ndio najua ni muhimu sana by the way katika taifa letu, lakini na vile vile afya. Ndio. Nianze na hii elimu. Tuko katika msimu wa kuingia katika mfumo mpya wa elimu humu nchini, CBE, na nimeona malalamishi sasa hivi kwa wale wa grade 10 ambao wamejiunga juzi, wametoka katika grade 9 kuingia katika senior secondary. Wanalalamika, walimu wanasema hawa wanafunzi hawakutayarishwa kabisa. Sasa unataka urais katika msimu huu ambapo ndio bado tuko katika transition, tuko katika mpito, bwana mheshimiwa, sijui unalionaje? Unajua tuko na matatizo nyingi kwa upande ya elimu. Unakuta kwamba hatuna walimu wa kutosha kwa mashule, hatuna madarasa za kutosha kwa mashule. Wazazi wanalalamika kwamba wanalazimishwa kulipa labda pesa ya basi, labda pesa ya uniform na zingine. Mimi kwa maoni yangu inatakikana tuwe na mabadiliko kamili kwa sekta ya elimu. Kwa maoni yangu, tukiwa na usimamizi wa fedha vizuri kwa nchi, tunaweza kuwa na elimu ya bure katika
primary school, na vile vile tuwe na elimu ya bure katika day secondary. Si hata sasa yasemekana ni bila malipo. Hapana, iko malipo nyingi. Tunataka elimu ya bure ya ukweli. Yeah? Okay. Sio ati kuna malipo zingine zimefichwa hapo ndani. Saa hizi tukiongea nimezindua kamati ya washauri wakongwe kwa sekta ya elimu. Okay. Ili waangalie zile mashida ambazo tuko nayo kwa sekta ya elimu na wanipe mawaidha kulingana na vile tunaelekea mbele kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu. Vile vile kwa maoni yangu, tukiwa na usimamizi vizuri za mali za nchi, tunaweza kuwa na matibabu ya bure kwa hospitali la umma. Na vile vile nimezindua tayari kamati ya washauri wa sekta ya afya ili washughulikie hiyo maneno na wanipatie report vile tunaweza shughulikia zile matatizo ambazo tuko nazo kwa sekta la afya. Sitaki kuwa kiongozi ambayo anajua kila kitu. Uwezi kuwa a jack of all trades. Yes. Kwa hivyo mimi nafikiri lazima tuwe na ushauri mzuri kutoka kwa wale wanaolewa hiyo sekta ya elimu na vile vile sekta ya afya, watupatie mwelekeo inayofaa tukisonga mbele. Asante sana msikilizaji, fursa ni yako. Tutakuwa tunakuja kwako katika muda soko mrefu. Ambaye upo nalo swali ndani ya WhatsApp unaweza kuwasilisha 0713600931. Kabla tuende katika matangazo mawili matatu, kumbuka Citizen Duka inakuwa ndo habari ya mjini kwa hivi sasa. Una nafasi ya kuweza furahia bidhaa ambazo zinatolewa katika bei ambazo ni za kirafiki, na una nafasi kubwa kuweza kuokoa pesa zako. Fanya hivi katika simu yako mkononi, basi download Citizen Duka app, ama unaweza kwenda katika mtandao wa citizenduka.com. Weka orodha ya bidhaa ambazo unazitaka. Wanasema ni shopping list. Unahitaji bidhaa gani pale? Ile orodha unaweza kuituma kwa WhatsApp namba 0710487487 ili uweze kuletewa bidhaa zako pale nyumbani. Wanasema kwamba wanaweza kudeliver mpaka pale nyumbani. Kumbuka Citizen Duka is the home of discounts. Usine bali tukirudi msikilizaji, itakuwa ni zamu yako kuweza kuuliza lile ambalo ulivonalo kuhusiana na mgombea ambaye tayari keshatangaza nia yake, Mheshimiwa Eliud Owalo ambaye yupo ndani ya studio kwa hivi sasa. Marubani wametambua skies za Shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Ian Lusava. Mchezo wa Shabiki nilisikia Citizen TV, nimecheza sasa miaka 3. The good thing about Shabiki, unaweza cheza na as low as the amount you have to the amount you desire to play with. Nili deposit like 35,000. Pesa ya kwanza niliweka 15. So 50 ya kwanza nilitoa ikiwa 200,000, ya pili nikatoa ikiwa 300, nikarudia another sako nikatoa 500 that ago 250 nikajaza milioni 1. Niko na nyumba nyumbani nilikuwa najenga, so nitaweza kupump in, ni pump kwa biashara yangu kidogo na maisha yaendelee. Ukiamini kitu utapata. So as long as you are above 18 na unajielewa, unaweza ukasonga nayo. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Tunapojitahidi kuwaletea vipindi bora zaidi, tunaamini kwamba maoni yako ni ya muhimu sana. Tungependa kusikia kile unachokipenda, kile ungependa kiongezwe, au hata malalamishi yako. Ni rahisi, tuma maoni yako kupitia baharifm@royalmediaservices.co.ke au 0732169000. Bahari FM inakuhusu zaidi. Hivyo tuambie kile unachokipenda. Tupo kukusikiliza. Nuru ya roho. Bahari FM, nuru ya roho. Nuru ya roho. Ni wakati wa kuyaweka wazi masuala muhimu yanayotuhusu. Hatuwewe kwa sababu ni rafiki ya rais atuvue bozi yangu. Karibu tuyachanganue. Mkono wa serikali hausaidii mtu kulea mtoto wake. Tuyatathmini hii mambo ya kutishwa ndani ya mjadala leo. Ni Kuzacha awamu ya mwisho na Eliakim Mwachoni na Emma Marevu.
Okay. Alright, tunakuja kwako msikilizaji katika lili ambalo upo nalo ambalo ungetaka kuweza kuuliza 0713600931 upendapo 0737940940. Hello Bahari. Hello Bahari. Halo. Yes. Hamjambo kwa studio. Tuko salama, karibu sana. Nimekaribia. Kwanza nampongeza huyo mlionayo ndani ya studio, amezuza maneno kuntu, maneno ile na matumaini na ya kutupa taswira inayostahili. Naam. Sasa nina maswali yangu 3 nyeti. Na kwanza. Swali la kwanza, mwambie jina kwanza. La kwanza, jina lako. Jina langu ndugu mwadilifu. Simngemwambia tu mara. Anaitwa ndugu mwadilifu. Ndugu mwadilifu uko wapi? Niko maeneo ya Jomvu Mikanjisi, Mombasa, Kenya. Asante. Okay, sawa, endelea. Haya, moja kwa moja maswali yangu ni 3 mwanakwetu. Naam. Swali la kwanza ni kuhusiana mwelekeo wa kisiasa nchini Kenya. Ukiona viongozi wanavyotukunana na ngazi juu, je, wanatupa taswira gani? Swali la pili ni kuhusiana na hali ya vile ulivyoelezea mada kulevya na hasa mndoka. Mimi naupiga vita sana. Je, na kuna swala kwamba hata kuna baadhi ya viongozi wa ngazi ya juu wanahusishwa na mada kulevya. Endapo utakuwa kiongozi, utayathibiti vipi? Na swala la mwisho ni kwamba ukiangalia kwa umakini, vyama vya kisiasa vinaegemea kimaeneo na kiukabila. ODM tunajua ni Nyanza, Wiper tunajua ni Ukambani, na kuna cha Gachagua tunajua ni mkoa wa Kati na vingine mkoa wa Magharibi. Je, waona tutaunganisha vipi taifa ikiwa tutaegemea kwenye vyama wakati vinaegemea kwenye ukabila? Wewe ni mwadilifu. Asante sana ndugu mwadilifu kutoka Jomvu, Mombasa. Nafikiri masuala ya cheche ambazo zinarushwa katika viongozi wa kisiasa, na swala la pili amezungumza kuhusiana na masuala madawa kulevya na baadhi ya viongozi wakiweza kuhusishwa na masuala hayo. Na mwisho nafikiri ni vyama, anasema kwamba mara nyingi vyama vingi vya kisiasa katika taifa letu vinaonekana vikiegemea maeneo. Hayo ukiyazuia, tumchukue wa pili kabla tuweze kuyajibu hayo. Hello Bahari. Hello Bahari. Hello Bahari Ema. Yes. Mmeamkaje hapo studio na huyu mheshimiwa? Tuko salama. Ni vipi mambo baba? Safi. Unazungumza na Bakari Rambo kutoka Mwananyamala. Bakari kutoka Mwananyamala Kwale huku. Mimi kuna swali bwana huyo. Mimi kwanza jambo nataka kumuuliza kwanza huyo bwana. Yes. Ndio. Hata tujaendelea. Kati ya mpigaji kura na mpigiwaji kura, ni nani hapa anataka waitwe mheshimiwa? Okay. Maana mimi nakutafutia kazi wewe, alafu leo tena nikupatishe tena cheo. Badili wewe ambaye nikutafutia kazi unipatie madaraka juu, ya kuwa mimi ndio nakupandisha wewe, nikutafutia chakula tena nataka nije nikulishe. Inawezekana hivi? Atakujibu. Twende swali lingine Bakari. Haya, swali la pili. Unafikiri viongozi wengi hata pengine rais wetu ambaye kwa madarakani sasa alizungumza mambo tu, akasema kwamba nikipita wamama watapatiwa vikundi, siyo wa vijana watafunguliwa makazi, na hakuna chochote kinachotokea hapo. Na mimi kiangalia wewe sasa hivi unazungumza maneno yale na mwanasiasa yuko kama mtu ambaye anatongoza mwanamke atamdanganya, akishajua nimempata huyo mwanamke anamhepa. Je, hautakuja kutufanyia hivyo? Maana sisi tuko tayari kupigia kura. Asante Bakari. Mwanasiasa ni kama mwanamume anayetaka mwanamke, wakati mwanamke akikubali anahepa. Wacha tuwajibu hao wawili kabla tuchukue maswali zaidi. Sasa ndugu yangu kutoka Jomvu ameuliza maneno ya political direction. Yes. Ya nchi. Asa unakuta kwamba viongozi wakuu wanatusiana. Naam. Mbele ya umati. Yes. Kwa maoni yangu hiyo ni aibu sana kwa nchi yetu, kwa sababu lazima kama viongozi lazima tuwe na mfano mzuri kwa Wakenya kijumla. Lazima tuwe na mfano mzuri. Uwezi kuwa kiongozi na unatoa matusi kwa viongozi wengine mbele ya umati. Hiyo ni aibu kubwa. Lazima tuwe na kitu inaitwa restraint. Lakini hii pia inatuonyesha kama Wakenya kwamba tumekuwa tukichagua viongozi mbaya.
viongozi ambao hawajui msingi ya uongozi, na character ambayo inatakikana viongozi wawe nayo. Hiyo ni moja. Maneno ya dawa ya kulevya nilikuwa nimeguza hapo mbeleni, na njia ya kupambana na hii vijana wanaingia kwa maneno ya dawa ya kulevya kutokana na ukosefu ya kazi. Yes. Na nimesema kwamba chini ya serikali yangu tutasaidia hawa vijana kupitia njia ya mtandao kwa kazi, na vile vile upande ya michezo. Na wanasiasa, kama wanasiasa wanaingia kwa biashara ya dawa ya kulevya, hawa wanasiasa haitakikani hata kidogo wawe viongozi ama washike ushikani ya viti zozote kwa serikali, iwe serikali kuu ama serikali ya ugatuzi. Lakini hii bado tunarudi kwa wananchi. Kwa nini tunachagua viongozi kama hawa? Unakuta kwamba viongozi wako kwa biashara ya dawa ya kulevya, na unakuta kwamba bado tunawachagua kama tuseme mbunge ama governor. Hawa watu inatakikana waishi kamiti. Na kwa serikali yangu tutapambana vilivyo na wanasiasa kama hawa ama viongozi kama hawa ambao wanashughulika na biashara ya dawa ya kulevya. Maneno ya ukabila kwa uzito ya vyama za kisiasa. Mimi uzito yangu ni ya kiuchumi, hapana ya ukabila. Siasa ya ukabila mimi hapo siko. Watu wengi wameniuliza, wewe Walo, stronghold yako ni wapi? Unatafuta stronghold kwa Wajaluo huko? Na nimewaeleza kwamba mimi natafuta uongozi wa nchi yetu. Nataka kuwa rais wa Kenya, sitaki kuwa rais wa eneo fulani. Nataka kuwa rais wa Kenya, na nikichaguliwa nitashughulikia wananchi wote wa Kenya. Hii maneno ya kuunganisha, kufanya siasa ya ukabila, kuunganisha, unakuta unachukua kabila yako unaunganisha na kabila ingine, alafu mnapigana na kabila ingine, na hao watu wote ni wa Kenya. Hiyo ni siasa duni ambayo inatakikana tutupilie mbali na tuzike katika kaburi la sahau, kwa maoni yangu. Hapo mimi siko. Siasa ya ukabila mimi siko. Mimi uzito yangu ni ya kiuchumi. Strongholds zangu zitakuwa hawa vijana ambao wamekosa kazi, wakina mama ambao wamekosa pesa ya kufanya biashara, wafanyakazi la umma ambayo wanalalamika kwamba ushuru iko juu. Wale watu wamekumbwa na changamoto mbalimbali kwa sasa ambazo nataka kushughulikia. Hawa ndio watakuwa stronghold wangu, na watatoka kwa kila pembe ya nchi yetu, hapana kabila fulani. Ndio Bakari vile vile amesema kwamba tumekuwa na ahadi, wanasiasa wanapeana ahadi kwa wananchi wakati wa uchaguzi, alafu wanawawacha kwa mataa wakiingia kwa serikali. Mimi si moja ya wanasiasa. Mimi track record yangu inajulikana. Nikisema kwamba nitapambana na ufisadi, nitapambana na ufisadi vilivyo. Wakati nilikuwa kwa wizara wa ICT, shirika la Ethics and Anti-Corruption Commission ilifanya uchunguzi kwa wizara zote za serikali, na ikatoa uamuzi kwamba wizara ya ICT chini ya uongozi yangu kama CS, kama waziri, ndio wizara ambayo haikukuwa na ufisadi hata kidogo. Kwa hivyo track record yangu inajulikana. Nikisema kwamba chini ya serikali yangu Kenya itafuzu kwa mchuano wa Africa Cup of Nations, na vile vile mchuano wa ulimwengu wa mwaka wa 2030. Track record yangu kwa michezo inajulikana. Kwa hivyo mimi niko na track record ya uaminifu, na Wakenya wanajua. Wanipe nafasi, alafu tutafanya kazi pamoja ili tushughulikie ama tutendekeze zile mpango ambazo tuko nazo kwa hii ukombozi la 3 la kiuchumi ya nchi yetu.
Bila shaka msikilizaji, line zetu zingali wazi 0713600931. Labda pana mwingine tuweze kupitia jumbe 2-3 kwa wale ambao wameweza kutuma messages. Kuna mwingine alikuwa amezungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa, maana yake alikuwa amezungumza kuhusiana na masuala ya vijana. Kwa hivyo sasa kile kinachoendelea, serikali imeweza kutoa kuna hizo fedha zinatolewa katika mradi wa Nyota. Dio. Lengo yake ni kuweza kuwasaidia vijana kama ulivyoweza kusema. Dio. Umesema kwamba focus yako itakuwa sana on digitalization ama upande mwingine wa kidijitali, maana yake vijana pia wanaweza kupata ajira kule. Ndio. Swala la vijana kuweza kupatiwa either grants ama mikopo ili kuweza kujiendeleza kibiashara, unafikiri linaweza saidia katika masuala ya kupigana na ukosefu wa ajira? Ndio, lakini kwanza wacha nikueleze kwamba hii pesa ya Nyota si pesa ya serikali ya Kenya. Hii pesa imetoka World Bank. Kwa hivyo natakana Wakenya waeleze ukweli. Ni pesa ya World Bank ndio imetoa kusaidia hawa vijana. Si pesa ya serikali ya Kenya. Hiyo inaweza saidia, lakini kwa maono yangu lazima tuwe na sustainable plan ya kusaidia hawa vijana. Na sustainable plan ni kuwezesha hawa vijana wawe entrepreneurs, waanze biashara yao ndogo ndogo badala ya kuwa watu wanatafuta nini, wanatafuta kazi. Hata kwa upande ya kidijitali ambayo nilikuwa nimeongea juu yake hapo awali, kwa serikali yangu tukisaidia hawa vijana kupata masomo ya kidijitali, alafu tuwape nafasi, tuwaunganishe na kampuni kubwa za kidijitali ili wafanye kazi hapo, lazima tuwasaidie ili wafanye savings, wafungue vituo zao wenyewe za kidijitali huko mashinani, wawe entrepreneurs. Lazima tuwe na mpango ambayo iko sustainable. Kupata pesa ama mkopo ni mzuri, lakini lazima tujue hii pesa wakipewa, wamepewa fursa ya kutosha, wamepewa masomo ya kutosha, ili wajue vile watatumia hii pesa. Tuseme wawe na business plan mzuri, ili wasiwe watu ambao wanapewa pesa leo na kesho hawana hiyo pesa. Lazima tuwe na mpango kabambe ya kupambana na hiyo matatizo. Okay. Hello Bahari. Haya, nafikiri tutarudi katika upande wa SMS. Line ngali wazi, labda dakika 2 tu kwa simu, alafu tupate kauli yake mheshimiwa. Asante. Sabrina Idi anasema liwe liwalo ni oalo. Karibu Bahari FM. Asante sana Nuru ya Roho. Kuna mmoja ambaye alikuwa anauliza kwamba iko wapi hii, kwamba mbona usingekaa chini ya rais kwanza ujinoe alafu uibuke mwaka 2032? Mbona umeamua sasa hivi? Mimi nijinoe ama Wakenya ndio inatakikana wajinoe? Ni swali alilouliza. Mimi binafsi ndio nijinoe. Mimi sioni haja ya hiyo. Kuna haja gani ya kukaa kwa serikali kama huko mbele mimi naona tu giza kwa upande ya wananchi? Mimi sioni haja ya kukaa kwa serikali kama naona giza hapo mbele. Ndio hiyo ndiyo imefanya nitoke nje ya serikali ile niwe na uwezo ya kufanya plan ya kushughulikia hizi matatizo ambazo zinakumba mwananchi ya kawaida. George anauliza huyo unajua ukiwa kwa serikali kuna kitu ambayo inaitwa collective responsibility. Yes. Kama uamuzi imetolewa tuseme kwa cabinet, kila mtu kwa serikali lazima afanye nini? Alainishe. Hiyo ndiyo imefanya sasa nitoke, kwa sababu kama niko na maono tofauti nitoke nje alafu nianze kushughulikia matatizo za wananchi. Ndio. Masere Emmanuel anasema Eliud wale unawania urais na chama kipi? Hivi karibuni itajulikana. Hiyo ni kazi ambayo inaendelea. Okay. Na hivi karibuni tuseme kama baada ya mwezi moja hivi Wakenya watajua. Unadhani chama kina ushawishi katika safari yako kutaka kuelekea ikulu? Itakuwa chama ambayo imelinganishwa na hii ajenda yetu ya ukombozi la 3 la nchi yetu ya kiuchumi. Kuna mmoja aliuliza nani anapaswa kuitwa mheshimiwa, aliyekupigia kura ama yule? Kwa maoni yangu mimi hakuna siku nimejiita mimi ati mimi ni mheshimiwa wale. Mheshimiwa ni mwananchi. Okay. Hawa ndio wadosi kwa sababu hawa ndio wanatupigia kura. Asante. Hello Bahari. Haya, mmemkaje hapo studio jamani? Tuko salama. Huyu ni mzee Swale Kanana Kiranze huko. Mzee Swale kutoka Kanana Kwale. Naam. Kule ambako tumemaliwamiwa na tumepandiwamiwa na Kisco bila malipo. Okay.
Sasa unajua kila mtu likimfika rohoni huwa anatapatapa, mwenda maji ushika kila anachokiona mbele, hata kama ni mnyashi anashika tu, lakini yeye aenda hivyo hivyo. Naam. Sasa wenzetu walipopata Mwokozi Yesu Kristo, alipokuwa anahubiri neno la mbinguni, askari waliuliza, na sisi je tufanye nini? Na sisi nasi tumepata mtu amekuja hapo anasema yeye ni mheshimiwa, ni Mwokozi huyo. Sasa kwa hivyo swali langu nami ni lile la kwamba je, kama sisi nasi tufanyeje? Ana uwezo wa kutuokoa ama mpaka achaguliwe, mpaka awe kitini ndio atusaidie? Kwa sababu sisi sasa tunamalizika na shida, miti imeng'olewa huku, tukaadiwa malipo, kiskoli kaenda, malipo yetu yamezama, hatujui itakufanya. Na ni Wakenya vile vile ambao anataka kutuongoza, ana uwezo wa kutushika mkono hivi sasa au mpaka apewe kura ndio atusaidie? Hata tutuliza maswali mengi, kwa sababu mimi yenye uchungu ulionao naona na uwezo wa kupasuka. Pole sana. Haya, sawa. Nafikiri anazungumzia sana masuala ya ardhi kule Kwale. Kuna wananchi wamekuwa kilalamika ardhi zao zilinyakuliwa na kampuni ambazo hawajapata ridhaa. Sasa anasema wewe Mwokozi, tungoje mpaka kura ama unaweza saidia hata saizi? Ana uchungu. Ameongea kwa kutokana na uchungu ambayo ako nayo. Yes. Hivi karibuni nitakuwa upande ya pwani. Na moja ya eneo kwenye nitaenda ni Kwale. Naam. Na nikienda Kwale nitakutana na wananchi kutoka idara mbalimbali. Yes. Niko na contact zangu huko. Nitaona kama tunaweza panga mkakati na hawa. Tukae chini tujue hizi shida zao ni gani na tunaweza kuwashughulikia kivipi. Adams Nabwera, Eliud Owalo is the man for the job. Very sober, clear agenda, no political sloganeering. Mwaka 2027 wa Kenya lazima tuwajibike na kuchagua progressive leaders. Vijana tuko kadi, na hii kadi hatutapia viongozi ambao hawajielewi. Mimi kama Mkenya mzalendo, kura yangu na ya vijana wenzetu tutapea Eliud Owalo. Shukrani. Kweli liwe liwalo ni Owalo. Mungu bariki rais mtarajiwa. Kauli ya mwisho, tumesalia na dakika 3. Kauli yako ya mwisho ambayo unaweza kuzungumza tukimalizia. Mimi naomba Wakenya watoke nje kwa vifujo, waingie katika hii vuguvugu la ukombozi la 3 la nchi yetu. Mimi niko tayari kwa moja wao, na niko tayari vile vile kwa mstahari ya mbele ya kuongoza hiyo kikundi ili tupambane na shida ambayo tuko nazo. Nataka kuhakikishia Wakenya kwamba chini ya serikali yangu tutapambana na ufisadi. La pili, tutapunguza ushuru ambayo iko juu, inafanya Wakenya wanakosa pesa kwa mfuko na wanakosa chakula. Tutapunguza ushuru. Vile vile katika serikali yangu tutakuwa na elimu ya bure kwa primary school na elimu ya bure kwa secondary school, na tutakuwa na afya ya bure kwa hospitali zote za umma. Naam. Tufanye kazi pamoja ili tuokoe nchi yetu. Na hii uchaguzi inakuja hii, tuchague viongozi bora. Na mimi niko tayari kupeana hiyo uongozi ambayo inayofaa kwa nchi yetu. Kwa hivyo mimi nasema liwe liwalo ni Owalo 2027. Owalo the 6th. Labda kuna moja ambalo ungependa wakati umeshamaliza urais ukumbukwe nalo, wakati unatoka Kenya ikumbuke Eliud Owalo, na lipi? Legacy langu. Pesa kwa mfuko ya Wakenya. Asante. Thank you. Asante sana kwa tunamalizia hapo msikilizaji. Bila shaka anaitwa Eliud Owalo, uamuzi upo nao wewe. Amesema hivi karibuni atakuwa anafanya ziara eneo la pwani Kwale kule, mkimtarajia labda kutakuwa na mazungumzo ya nyie kuweza kutazamia yale ambayo yupo nayo. Na tunaamini vile vile siku zinavyoendelea kusonga tunapokaribia 2027 pia labda utarudi hapa kwa ajili ya kuja kufafanua zaidi. Ndio. Asante, karibu sana. Bila shaka msikilizaji, saa 3 kamili pokea wimbi zima la bahari. Mimi nitakuwa narudi tena na kurindima na tuko bomba hapo baadaye, lakini hata hivyo kutubuti inakujia katika muda wa soko mrefu. Na salia kwa Emma Marevu. Siku njema kwako. Nami naitwa Eliakim Mwachoni. Siku njema.